ya kuhusishwa kwenye maamuzi, kuhusishwa serikalini, kuhusishwa kwenye uongozi. Kile ambacho tunashuhudia sasa hivi ni upungufu wa vijana hao kufika katika vituo vya kupigia kura. Labda tunaweza tukasema ni kwa sababu ni chaguzi ndogo na kwamba ni mazoea kwamba kila wakati ambapo tuna chaguzi ndogo si wengi wa wapiga kura wanaojitokeza. Lakini hii inachora taswira gani? What picture does it paint tukiwa tumesalia na mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Naam, na kabla hilo labda nilipotoshwa, sababu unajua mitandao kuna mambo mengi. Juzi tumepata habari kuwa mgombea wa Jubilee wa Narok ame withdraw, lakini baadaye chama ikasema bado ipo. So hata wa ODM wa Turkana kulikuwa na huo msemo. Lakini tukiendelea kwa vijana, nilivyosema awali, huu ni wakati wa sisi kama Wakenya kujiuliza, tuko na hasira ya kutosha, tuko na nia ya kutosha ya kutaka mabadiliko, na njia ya kuleta mabadiliko tunaelewa ni kwa debe pekee ndio watu waweze kujitokeza na kushiriki. Sababu ikibakia watu utakuwa tunafanya maandamano, tunaingia kwa mtandao, watu hawajisajili kuchukua kura. Ikifika wakati wa kupiga kura, kama hujisajili hauwezi ukajihusisha, basi tunasalia kuwa na viongozi wenye hawafai. So nataka kuwarai vijana, niseme kwanza, kusema hatutaki uongozi fulani ni sawa, ni haki. Lakini jinsi tu ya kuleta tu mabadiliko ni kushiriki. Huenda ikawa changamoto kidogo kwa vijana wengi hawajatokea, ni kuwa wanaopiga kura kwa sasa ni waliokuwa wamesajiliwa wakati wa mwaka 22. So, kwa hivyo tunaweza assume tunaweza sema kidogo tuseme hawakuwa wamejisajili wakati ule. Lakini kama kunao waliokuwa na hawajatokezea sasa kwa sasa hivi, basi hao wenyewe hawajifanyii haki, kwa sababu ni vyema kila mtu aje na atoe sauti. So kuna hawa mapungufu, na ndio unaona pia tunasema wakati usajili unaendelea wapigaji kura wajitokeze, ndio ikifikia mwaka wa 2027 mtu asikuwe na sasa ati anaweza sema sikuwa nimesajili. Kila mtu ako na nafasi mpya sahihi ya kujisajili upya, ya kuhamisha kura yake aende mahali angataka kupiga kura. Lakini pia tuelewe, hizi siasa tumeona kampeni zimenoga sana na zilinoga sio kwa watu kuuza sera, ilikuwa ni watu kupimana nguvu. Nani anaweza kapeana pesa nyingi, nani anaweza kanunulia watu peremende nyingi. Tuliona gavana akipeana peremende pale Embu. So inakuwa ni jambo tu la halijavutia watu kuja kusema naja kupiga kura kwa sababu nasikia huyu anasimama na msimamo huu, huwa nauza sera hizi. So unapata kidogo imefanya watu wakaogopa. Tena vile vile kumbuka haya maandamano tumekuwa nayo, mengi yao yalikuwa yanaishia na maafa. Sasa hivi wakati hii masaa ya asubuhi tulikuwa tunaona kidogo kunakuwa na vurugu. Watu wengi huenda wakaogopa waseme, kama venye tumeona kule Kasipul, kama waziri Mheshimiwa Kaluma anakuwa attacked vile, sisi kama vijana tukienda pale tuna hakika gani tutakuwa salama? Na ndio unaonanga hali ya usalama inakuanga ni inahoja sana iangaziwe. Ndio kila mtu, mzee, mwingine hajisikii vizuri, ni mgonjwa, mwingine ni mchanga, aweze kupata ile tu ajisikie ana ujasiri wa kutosha, courage ya kusema kuwa nikija pale usalama wangu uko sawa, simo hatarini. Ndio tuweze kuvutia watu wote waweze kutoka na kupiga kura. So usalama pia ni kitu kingine inafaa tuangazie, kwa sababu hataki kupoteza maisha. Hataki ati baadaye tukihesabu kura pia tunahesabu kuna mtu mmoja ama wawili walioshikwa wameumia, ama wengine wamekuja wamekufa. Hiyo haifai. So vijana wajue pia tunapigania uhuru. Tunasema nataka uhuru wa kiuchumi. Haitakuja kwa urahisi, itakuja kwa kuchukua ujasiri, kujitokeza, kujihusisha, kupiga kura na kujitetea pia. Kwa kujitetea, njia moja tu ni kuchagua viongozi tunaotaka. Ndio wakienda bungeni mwaka ujao tusije tukasema wanapitisha sheria zenye hazifai, ilhali hatukujihusisha kuchagua wenye tunataka waende. So ni muhimu kila mtu aelewe ati hii ni civic duty, kila Mkenya ana haki. Ni jukumu, hata sio haki, ni jukumu. Kila mtu ana jukumu la kujitokeza. Uwe mchanga, uwe mdogo, uwe mgonjwa, tafadhali fanya hima, tokea, nenda piga kura yako ndio uweze kupata sauti yako. La sivyo vijana watabaki tu pale pembeni. Vile tu mwenzangu anasema, vikongo wanasiasa wao wanajua
Nikimobilize watu fulani, basi nikitoa vurugu hivi watu wataogopa, watakuja kupiga kura. Lazima tuseme huu ndio mwisho wa siasa za kushawishi watu, wa kushurutisha watu wapige kura jinsi isivyofaa. Wacha haki itendeke. Naam. Na Biswa, mtazamo wako kuhusiana na nafasi ya vijana kwenye uongozi, kwenye chaguzi na hata katika chaguzi hizi ndogo ambazo tunashuhudia sasa hivi, ambapo si wengi ambao wamejitokeza, lakini tunaweza labda sema kwamba hawajasajiliwa kwa sababu usajili ulifanyika kitambo kidogo, lakini sasa tukilinganisha jinsi ambavyo hali ilivyokuwa mwaka jana walipojitokeza mtaani kupinga serikali tawala, labda nafasi yao ni gani? Tukiangalia nafasi ya vijana katika taifa hili, Liz, ni hali ambayo inatamausha ukizingatia matukio ya mwaka uliopita ambapo walijitokeza kwa wingi kushinikiza mabadiliko ya uongozi na jinsi taifa linafaa kuendeshwa. Lakini muda mchache baadaye tuliona kwamba kidogo mambo si vile tuliweza kutarajia, kwa sababu kila mwanasiasa, kila ile sako ya kisiasa, kila mtu hesabu zake alikuwa anasema survival ya mwanasiasa yoyote itategemea wale Gen Z. Na tukiangalia wale Gen Z ambao walijitokeza wengi sana, na tuliweza kadiria haswa vijana zaidi ya milioni 10 kujiandikisha. Lakini juzi tunaona zoezi lenyewe la kujiandikisha lilivyotokea linatoa taswira tofauti sana na yale mambo ambayo tulitarajia mwaka jana. So kidogo tunaona kwamba hawa ni kile kitengo cha umma ama cha taifa ambalo halieleweki ama hawezi elewa sana haswa ni nini wanataka katika mchezo ama fani hii ya kisiasa. Kwa sababu jambo la kwanza ambalo ukiangalia katika kisiasa, huwezi sema wewe hauna kabila. Katika siasa huwezi sema wewe hauna chama, hauna kiongozi. Katika siasa unahitaji kiongozi. Na pale ambapo pengine mchakato wa vijana kuweza kupata yale mabadiliko na kuwa mstari wa mbele kupata uongozi ama kugombea viti ni kukosa kiongozi ambaye atapeana mwelekeo. Kwa sababu tunapokaa na tukose mzungumzaji ama mtu wa kutuelekeza, tunapata kwamba hatuwezi afikia ama hatuwezi fikia yale malengo ambayo tuko nayo. So unaposimama, unapotafuta kiti chochote, kumbuka pale ambapo unanuia kuwania kiti ni eneo, na ni eneo ambalo liko na kabila, liko na watu fulani. So ukienda pale useme mimi sina kabila, wale ambao unataka wakupigia kura watasema wewe si mmoja wao, kwa sababu siasa watu hupata kulingana na mmoja wao. Na tukumbuke ya kwamba siasa za Afrika zimeweza kujengwa sana kwa misingi ya vyama, kwa misingi ya kikabila, kwa sababu ukienda pale mashinani kuuliza kiti, pengine tuseme katika miji mikuu kama Nairobi ama pengine Mombasa, ndiposa unaweza uja kutoka sehemu yoyote na upate kura. Lakini kule kwingine ni vigumu sana kuja usimame na useme wewe hauna kabila, hauna ni. So zile vigezo ambazo vijana walikuwa wanashinikiza ndizo pengine ni changamoto katika nafasi hii ya kuweza kuwapatia nafasi ya kupata uongozi ama kusimama uongozi. Na vile vile pengine kile jambo kubwa zaidi ambalo wenzangu wameweza kuzungumzia, unajua ni vigumu sana katika jamii zetu kama kijana kushindana na mtu ambaye ameketi katika siasa kwa muda mrefu. Jambo la kwanza mheshimiwa alisema ni resources, kwa sababu siasa ni resources, mobilization ni resources. So unapokuja kijana na hauna zile, hautaweza kufanikiwa katika siasa. Na tukumbuke pia siasa zetu watu wapiga kura hawakuangalii wewe kama mwaniaji ama kiti unachotaka na manifesto yako. Asilimia kubwa ya wapiga kura wataangalia mfuko wako, watakuangalia umejipanga vipi kihela, ndiposa waweze kupata ile support.
So mawaidha yangu ambayo nimeweza kuwa nikishinikiza kwamba vijana tuweze kujitambua na tuelewe political landscape ya taifa la Kenya. So tunaposhinikiza mabadiliko tuweze kuyashinikiza kulingana na ile misingi ambayo sisi wenyewe kama taifa tayari tumejiwekea. Ni lazima tukue kwa chama, na hiki chama, kila eneo liko na chama ambacho kinauzika. So lazima tuingie katika chama ndiposa tuweze kama vijana waweze kufika mahali. Na nafurahia ukiangalia haswa wale vijana ambao walikuwa mstari wa mbele, nikitumia mfano ule Kasmuel, aliweza kufika mahali na akajielewa, akasema kwamba mimi kufaulu na kushinikiza mabadiliko ambayo tumependekeza lazima niingie kwa chama. Ndiposa aliweza kuingia katika chama cha ODM ambacho yeye mwenyewe anaamini ya kwamba as much as tunasema sisi we are tribeless, huwezi kataa kule ambapo umetoka, na alijua mimi kufaulu katika siasa lazima niingie kwa chama ambacho kinakubalika kule ninakotoka. Na pia tukumbuke Liz,